السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. عباد الله، baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametupatia afya na akatupatia neema ya kuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamefika katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub walabsar. Miongoni mwa nyumba ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa idhni zirufaishwe ni zile nyumba ambazo kwamba ndani yake atakumbukwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake kutasoma Qur'an, na hivyo ndo viwanja vya kheri, vile viwanja ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba zake, viwanja vya kheri almasajid, ni misikiti, na mukitaka viwanja vya shari viko alaswaq, masoko. Kwa hiyo tuchukueni bishara njema kuwa tupo katika viwanja ambavyo kwamba vimesifiwa kwa ubora mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kuongelea jambo muhimu, jambo kubwa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo kwamba Uislamu wako hauwezi kutimia kama hilo jambo haunalo. Uislamu wako hauwezi kukamilika kama jambo hilo huna. Jambo lenyewe ni as-sala wa ahmiyatuha, swala tunayoiswali na umuhimu wake. Inaweza kuwa twaswali lakini hatujui umuhimu wake.
Mola subhanahu wa ta'ala tuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, alladhina yu'minuna billahi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hii ni swala ndiyo mwangaza katika maisha yetu. Hii ni swala ndiyo ufunguo katika riziki zetu. Maulama walipoieleza swala wakasema, as-salatu hiya ad-du'a wal istighfar. Swala ambayo kwamba twaiswali ni dua unayoiombea wewe kwa Mola na istighfar. Lakini maulama wa kisheria wakasema, as-salatu hiya silatun ruhiyatun, ni connection ya kiroho, ni mafungamano ya kiroho baina al-abdi wa rabbih, baina ya yule mja na Mola wake. Unapofunga swala, maana yake wewe wazungumza na Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa maulama atuambia hiya silatun ruhiyya, ni swila, ni mafungamano ya kiroho baina ya mja na Mola wake. Kisha akasema watuadda bihayatin makhsusin, hiyo swala yatekelezwa kwa namna makhsus fi awqatin muhaddada, katika nyakati zilizopangiliwa kisheria. Hii ndio maana ya swala. Sasa lazima unaposwali ujue wafanya nini. Lazima unaposwali ujue kuanzia takbiratul ihram, maana yake wewe umejisalimisha kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Maana yake huu ndio wakati wa wewe kueleza shida zako kwa Mola subhanahu wa ta'ala. As-sala ibadallah, jambo muhimu sana, na kuonesha umuhimu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa ni watoto wenye umri wa miaka 7. Kisha akawaambia Mtume, wadhribuhum ala tarkiha, na muwapige watoto wenu, muwachape watoto wenu kwa kuiwacha hiyo swala, wa hum abna'u 10, wakiwa ni vijana wa miaka 10. Leo mambo ya kusikitisha, kijana wa miaka 8 anapigwa na mzazi wake kwa kupoteza shilingi 50 ya mboga. Kijana wa miaka 7 hajafika katika nafasi ya kupigwa, anapigwa kwa kupoteza shilingi 20 ya mboga. Lakini tumesahau kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo mwalimu wetu, na yeye ndiye aliyetuambia tuwachape wa vijana wetu wakiwa ni vijana wa miaka 10. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuacha swala, si kwa lengo la kupoteza pesa za mboga. Ma'al asafi shadid, mambo ya kusikitisha, nyumbani ama majumbani wetu kuna vijana wa miaka 18, kuna vijana wa miaka 20 hawaswali. Huyu mzazi alifeli wapi katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wakati Mtume anakuambia muamrishe mwanao akiwa na miaka 7, hikma yake akifika miaka 10 yuko kwenye line, hasumbui. Na unapomwona amefika miaka 10 yasumbua, wadhribuhum ala tarkiha wa hum abna'u 10, wachapeni vijana kwa kuiwacha swala wakiwa na miaka 10. Sasa huyu kijana ambao kwamba amepita miaka 10 haswali na yupo katika nyumba ya mzee ambaye kwamba anakuja msikitini, huyu mzee amefeli wapi?
Ama tuseme huyu mzee, hii ni hadithi ya Mtume, haikumfikia. Utakujaje msikitini umewacha nyumbani kijana wa miaka 12, 18, 20 wa halum majarra, haji msikitini na wewe unakuja msikitini? Je, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosea kutuambia tuwafundishe wakiwa na miaka 7, ama alikosea kutuambia tuwapige wakiwa na miaka 10? Wewe leo kijana wa miaka 20, 18 wamwacha nyumbani. Ikhwani, swala ni jambo muhimu. Swala ni jambo ambalo kwamba lafungua milango ya riziki. Miongoni mwa faida za swala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kuambia masahaba zake, hadithi inapokewa na Abu Malik al-Ash'ari, hadithi ndefu, at-tuhuru shatrul iman. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia usafi ni sehemu katika iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, na kusema alhamdulillah inajaza mizani yako. Mtume akaendelea paka kafika akasema as-salatu nurun, swala ni mwangaza, swala ni nuru. Maulama akasema as-salatu nurun fi hayatik, swala ni nuru katika maisha yako. As-salatu nurun fi arzaqik, swala ni nuru katika riziki zako ambazo kwamba waziendea mbio. Mmoja katika wanachuoni kuifasiri hii ni as-salatu nurun akasema inna min ajriha, miongoni mwa malipo ya swala, an yaj'ala Allahu azza wa jalla nuran li sahibiha yawm al-qiyamah wa yakunu fi dunya aidan. As-salatu nurun, asema huyu mwanachuoni, miongoni mwa malipo ya swala ni Mola subhanahu wa ta'ala amwekee nuru yule mwenye kuiswali yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Na pia mja yule yule atawekewa nuru katika maisha yake ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambia masahaba zake, inna ummati ya'tuna yawma al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu, ummati wangu siku ya kiyama watakuja wanang'ara, viungo vyao vinang'ara, vyatoa mwangaza wa ajabu. Wakati huo huo kuna wengine viungo vyao vinagiza. Sasa wale ambao kwamba wanang'ara, ni vitu gani ambavyo kwamba vyawang'arisha? Mtume anawaambia ghurran muhajjalina min athari alwudu, viungo vyao vyang'arishwa kwa athari za kutawadha, kila wakati yeye watawadha. Kisha Mtume akawaambia faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, yoyote ambaye kwamba yuataka kurefusha ung'aro wake siku ya kiyama afanye. Na nini maana ya kurefusha ung'aro wako? Tufahamu katika masala ya fiqhi, kuosha mkono katika wudhu ni mpaka kwenye kisukusuku. Sasa mkono wako siku ya kiyama utang'ara kuanzia kwenye ncha ya vidole mpaka kwenye kisukusuku. Lakini kuna wengine watakuja mikono yao yang'ara juu ya kisukusuku. Kwa nini? Mtume aliwaambia faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sasa wewe huswali, utakuwa sangapi ni mtu mwenye kung'ara viungo vyako? Wewe si mtu wa kuswali,
utakuwa sangapi ama utapata nafasi gani siku ya Kiyama viungo vyako ving'are? Lazima tujiulize maswali ikhwani. As-salatu nurun, swala ni mwangaza katika maisha yako. As-salatu nurun, swala ni mwangaza katika utafutaji wako wa riziki. Mola subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni khitab inakuja kwetu sisi sote Waislamu, anamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Mtume anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, waamrishe watu wako waswali, kisha wasiswali peke yake, wastabir alaiha, kwenye hiyo swala wawe na subra ya hali ya juu, kwa sababu si mchezo. Kumeadhiniwa salatul fajri, baridi kwanyesha, lakini wewe umewacha kitanda chako kizuri, umekwenda kushika maji ya baridi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, watafuta nini? Watafuta ile nur aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo huo kuna wengine ndo usingizi wao unaanza, fajiri imeadhiniwa, wao ndo usingizi wao unaanza, lakini wewe umekuwa na subra kuja msikitini. Mtume anaambia waambie wawe na subra, la nas'aluka rizqa, hatukuulize riziki sisi, nahnu narzuquk, Allah ndiye atakaye waruzuku. Wewe njoo swali ukafanye kazi, umwache Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku. As-salatu nurun ibadallah, swala ni mwangaza katika maisha yako na siku ya Kiyama. Swala ni ile ambayo kwamba inayokufutia madhambi yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake inapokea na Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema, anawaambia masahaba, araaitum anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Faqala alayhi salatu wassalam, fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Sallu ala Muhammad. Mtume anawaambia maswahaba, muonaje katika nyumba ya mmoja wenu nje ya mlango wake kuna mto mzuri, maji yake mazuri, mto huo yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, kila siku mara 5 anaoga kwenye huo mto wake river, anaoga kila siku mara 5. Mtume anauliza maswahaba, hal yabqa min daranihi shay? Je, huyu mtu anayefanya hivi, anayeoga kila siku kwenye huo mtu ambao kwamba upo katika mlango wake mara 5, je, katika mwili wake kutaubakia uchafu wowote? Maswahaba wakamjibu, la yabqa min daranihi shay, hakuwezi kubakia uchafu katika mwili wake. Mtume akawaambia, fadhalik, huo mfano uliowapigia, mathalu salawati al-khams, ni mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Mwenyezi Mungu kwa hizo swala 5 hutufutia madhambi yetu. Kulluna khata'un wa khairuna at-tawwabun, sote tutakosea, lakini mbora wetu ni yule ambaye kwamba anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
na njia mojawapo mwa njia za kurudi za kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni swala. Sasa ikiwa wewe waoga kila siku mara 5, hakuna mtu kwenye mlango wako, lakini tupige mfano kwa maisha yetu sasa, kila siku waoga mara 5 kisawasawa. Je, katika mwili wako utabakia uchafu? Hakuwezi kubakia uchafu. Lakini wewe mchana waoga mpaka jioni, lazima uchafu utabakia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ikiwa utashikana na swala 5 kisawasawa, Allah subhanahu wa ta'ala atafuta madhambi yako. Sote tuna madhambi, sote tutamkosea Mola subhanahu wa ta'ala, na njia mojawapo mwa njia za kufutiwa madhambi ni swala 5, zile ambazo kwamba Waislamu wengi leo wamezitupa. Leo watu hawaswali. Mtu huyo yualia maisha ni magumu. Muislamu huyo yatukana viongozi wake, labda fulani hafai katika uongozi. Kwa nini? Kwa sababu riziki zimekuwa ni ngumu. Fulani one time. Kwa nini? Leo maisha yeye ameyafanya ni magumu. Tumesahau ya kuwa milango ya riziki ipo katika swala zetu. Sasa leo Waislamu wale wasioswali wakaamua waregee kwa Mola subhanahu wa ta'ala, waingie misikitini. Je, hii story ya one time itapatikana kweli? Haiwezi kupatikana. Fulani hafai, aliyemweka pale ni Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yako haipo mikononi mwake, riziki yako ipo mikononi mwa Allah subhanahu. Mwenyezi Mungu anatuambia la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Mtume anaambiwa wewe swali, uwe na subra, riziki yako nahnu narzuquk, sisi ndio tutakayokuruzuku, sio one time. Leo tutakimbilia kule tuacha swala. Ikhwani, as-salah ahamu shay. Swala ni jambo muhimu zaidi, na hiyo swala Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vitamuokoa maiti katika kaburi lake ni as-salah. Innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Yule maiti atakapolazwa katika kaburi lake, watu washamfukia, wanaenda zao majumbani mwao, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Yule maiti yuwasikia zile sauti ya vile viatu vya wale watu wanakwenda zao, hao wanaenda zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, msaleni Mtume. Kisha Mtume atuambia fa in kana mu'minan, yule maiti aliyekuwa pale akiwa ni mu'min, ambaye kwamba aliswali vizuri, alifunga vizuri, alikaa na watu vizuri. Fa in kana mu'minan, Mtume ametaja sababu nyingi za kuokoka na adhabu za kabri. Leo tashika moja peke yake, ndio mahali shahid. Mtume atuambia fa in kana mu'minan, yule maiti akiwa ni mu'min, kanati salatu inda ra'sihi. Kitu cha kwanza ambacho kwamba kitamuokoa na mitihani ya kabri ni as-salah. Ibadallah, hii ni swala ambayo kwamba leo tuipuuzie. Leo watu hawaswali. Sasa wewe huswali na kufa iko mbele yetu, umejiandaa kitu gani ambacho kwamba kitakuokoa na adhabu ya kabri? Kitu gani ambacho kwamba kitakufanya wewe kabri yako iwe na nuru? As-salatu nurun, swala ni mwangaza katika makaburi yetu.
Sasa mojawapo mwa vitu ambavyo kama vitamuokoa huyu mtu ni as-sala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia siku ya Kiyama, siku nzito, siku ambayo kwamba watu watakuwa na hali ngumu. Wakati huo huo kuna watu hali zao safi, kuna watu hali zao nzuri zavutia. Watu wamepangwa katika mistari na viwanja vya hisabu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Zile hisabu ambazo kama tutapitiwa siku ya Kiyama, jambo la kwanza ambalo kwamba mja atafanyiwa hisabu yake ili ajulikane ni wa motoni ama ni wa peponi, as-salah. Mtume tuambia fa in salahat, swala yako ikiswilihi, swala yako ikiwa nzuri, swala yako ikiwa imenyoka, salaha sairu amalihi, matendo yako yote yatakuwa mazuri. Maulama katika tafsiri asema hata kama matendo yako mengine yalikuwa yana mitihani, lakini swala yako imefanywa hisabu ikapatikana nzuri, yaghfiru Allahu azza wa jalla wa yatajawaz anhu, yale amali zingine Allah atamsamehe ile kwa ile swala yake. Wa in fasadat, hapa ndo kwenye mtihani. Swala yako ikiwa ni mbovu, swala yako ikiwa haijanyoka, waswali Jumaa mpaka Jumaa, waswali asri mpaka mwezi ujao asri ifike utaswali. Ama umekaa wewe ni Muislamu Umar, Abdullah, Said, Muhammad, wasubiri Ramadhani ifike ndiyo iswali. Wa in fasadat, swala yako ikiwa haijanyoka, swala hizi za vipande vipande, fasada sairu amalihi, matendo yake yote itakuwa mabovu. Hata kama ulifunga vizuri, lakini swala yako mbovu, khalas. As-salatu ahammu shay ibadallah, swala ni jambo muhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umuhimu wake, siku moja alikuja mtu rajulun a'ma, alikuja mtu kipofu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhuzunisha, akamwambia ya Rasulullah, laysa li qaidun yaquduni ila almasjid, ya Rasulullah, sina mtu wa kunipeleka msikitini, yeye ni kipofu na hana mtu. Fasaala Rasulullahi an yurakhisahu fayusalli fi baitihi, akawa huyu mtu yamuomba Mtume ruhusa ya kuswali nyumbani kwa sababu yeye haoni na hana mtu wa kumleta msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtizama, hali yake ni kipofu, farakhasa lahu, akampa ruhusa. Baada muda kidogo, falamma, hadithi inatuambia falamma walla, ay falamma nsarafa, yule mtu alipoona ashapewa ruhusa, sasa yuenda zake, ruhusa ya mimi swali nyumbani tayari, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, Mtume alimuita akamuuliza, atasma'u nidaa lis-salah, je, wasikia madhini? Yule muadhin anapoadhini wasikia madhini? Akamwambia naam ya Rasulullah, madhini usikia. Faajib, basi wewe hauna ruhusa ya kusali nyumbani, kuja msikitini. Huyu ni kipofu. Wakati wa Mtume tuujua ni wakati wa giza, misitu, ameambiwa na upofu wake. Kwa nini? Kumuonesha huyu mtu umuhimu wa swala. Hata ukawa katika hali gani, swali. Uko wapi, swali. Miongoni mwa neema aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale mitume waliopita hawakupewa, ni kwamba ardhi imefanywa ni tahur, masjidan wa tahura.
sehemu yoyote inapoingia wakati wa swali, swali. Wala hii haimaanishi lazima uje msikitini. Haithu ma kunt, popote ulipo, muda wa swala umekuingilia, pale pale swali. Kuna umuhimu wake swala. Sasa leo marafiki zetu wale ambao kwamba tumeshikana na wao wingi hawaswali, na ndio tunaowapenda. Watoto wetu majumbani ambao kwamba hawaswali ndio vipenzi. Swala nao ma'ani khatarun kabir, na akulu ma'ahum fi ina'in wahid. Swala nao katika chombo kimoja. Tuambiwa tariku swala, yule mtu ambaye kwamba haswali, lile tonge chakula kile, ile riziki inamwambia ya adu wallah taakulu rizqa Allahi wala tuaddi faraidha. Unakula riziki ya Mola na huswali, hutekelezi faradhi zake. Ikhwani, swala ni muhimu. As-salat, swala ndiyo sababu ya kuondoa stresi zako, mitihani unayopitia katika maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam tufahamu aliudhiwa na Makureish. Mtume aliumizwa kwa maneno machafu ya kumuumiza moyo. Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tufahamu Muhammad, maneno yale Makureishi yanakuumiza moyo wako, yanafanya kifua chako kinapata dhiki. Sasa pozo la maradhi ya moyo wako, pozo la stresi za moyo wako, wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, msabbih Mola subhanahu wa ta'ala, kisha uswali. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako, swali mpaka ile siku yaqin, kifo kitakujia. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Sallu ala Muhammad. Mtume anaambiwa subiri kwa yale maneno machafu wanayokuambia hawa Makureish. Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni katika kuitafsiri hii aya alipofikia wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, asema salli li rabbika qabla tulu'i ash-shams, ay salatul fajri, wa qabla ghurubiha salatu dhuhri wal asr. Sasa Mtume ameelekezwa wapi anapopatwa na stresi za maisha? Swali, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Leo vijana wenzangu, maisha yamewasonga. Jambo kubwa la kutoa stresi nini? Pombe. Jambo kubwa la kutoa stresi ngokaa. Namalizia, kijana mwenzangu, fanya yako yote yale unayoyajua mwenyewe na usiyoyajua, lakini mwekee Allah muda wake, njoo usujudu hapo. Hiyo swala ndiyo sababu ya yale mambo kwamba wayafanya utayawacha bila wewe, min haithu la tahtasib, bila wewe kujua utayawacha. Kwa nini? Kwa swala. Leo hatuswali. Kijana ukimuuliza yachunga, mbona shekhe umewekeza wakati wako kwenye mtihani hunu? Stress ya maisha. Mtume wetu alipata na stress, aliumizwa moyo wake. Allah akamwambia fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, swali, muombe Allah, atakuvua katika stress. Mwanamke mmoja alikwenda kwa shekhe kumlilia, wanangu hawaswali nyumbani, kila nikiwaamsha fajiri wakaswali hawaamki, naumia mimi, nifanye nini? Yule shekhe akamwambia katika chumba chao kuna mukayyaf, yani AC, air condition. Je, kwenye chumba chao kuna mukayyaf? Ambia ndio.
Waonaje wewe lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia ile mukayaf irepuke, kile chumba kijae moto na wao wamelala, utawamsha vipi? Ambia Sheikh, nitawamwagilia mpaka mandoo ya maji waamke. Kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu sitaki wanangu wachomeke na ule moto wa AC mukayaf. Sheikh akwambia kuna moto mkali unaoitwa saqar. Huu moto ni wale ambao kwamba hawaswali. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Watu wataulizwa motoni, kitu gani kilichowaingiza katika moto wa saqar? Moto wa saqar kama vile tunavyofahamu, pepo ina darajati na moto ina darakati. Moto una mashimo. Katika mashimo ya moto, shimo la sita ndio laitwa saqar. Sasa mama anaambiwa, ikiwa utaki wachomeke na moto wa mukayaf, basi kuna moto mkubwa unaitwa saqar. Huu ni kwa wale ambao kwamba hawaswali. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwenye kuswali, na wale ambao kwamba hawako kwenye swala tuombeni dua. Hii ni hatari, waje kwenye swala, maisha yetu yatakuwa mazuri. Hatutopigana kwa mambo ya one time. Riziki ni nzito, vitu vimepanda, huyu ni mbaya, huyu hafai, lakini hatuswali. As-salatu miftahu rizq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.